Praise be to God. Wherever you are watching us from, welcome. Hapa ni Kitengela. Tuko kwa Glorious Friday tonight kesha. Na mekaribishwa Church Without Wall. Na wale wote ambao wako hapa kwa hema katika jina la Yesu Kristo. Na ningependa tu ya kwamba muweze kunipunguza mkono na museme hallelujah. Amen. We give God all the glory and we magnify his holy name. Wapendwa, I want to share a message on earth-shaking prayers. I want to share a message on earth-shaking prayers. Sema earth-shaking prayers. Earth-shaking prayers. Wow, what a message. What a title. We give God all the glory and we magnify his holy name. Wapendwa, wakati nashiriki huu ujumbe about earth-shaking prayers, kwanza tunaelewa kwamba earth-shaking prayers ni maombi, kwa Kiswahili ni maombi ya kutingiza dunia. Na kwa sababu leo tuko kwa maombi ya kutingiza dunia, naamini ya kwamba leo tukiwa hapa Kitengela tunaenda kutingiza Kitengela. Amen. Leo tonight tunaenda kutingiza Kitengela, tunaenda kutingiza Kajiado, na pia vile vile tunaenda kutingiza Kenya katika jina la Yesu Kristo. Wapendwa, ningependa niseme ya kwamba you can pray a prayer that is earth-shaking. Nataka kila mmoja aweze kujua ya kwamba maombi yako yanaweza kutingiza dunia. Amen. Yeah, maombi yako yanaweza kutingiza dunia. Na ndiposa leo tunaenda kuangalia about earth-shaking prayers. Na nikianza nasema ya kwamba ni wazi wakati ninaangalia Biblia kutoka kwa Genesis hadi Revelation, utaona ya kwamba wakati tu ambao watu na hata sisi pia wakati waliweza tu kuomba maombi ambayo inaitwa earth-shaking, ni wakati tu walikuwa katika hatari kubwa. Wakati walikuwa wanapitia changamoto, walikuwa kwa shida, hatari kubwa. Hapo ndio utaona kwamba wanadamu, na hata ukiangalia kwa Biblia, ndiposa watu waliweza kuomba maombi ya kutingiza dunia. Ya kwamba hakuna siku watu waliweza tu kuenda na kuomba maombi ya kuguza moyo wa Mungu wakati kulikuwa kumetulia. Kwa mfano, ukiangalia Acts chapter 4 verse 27 to 31, tunaona ya kwamba wakati watu waliweza kuomba, the early church amen. Wakati early church waliweza kuomba maombi ya kutingiza dunia, ya kuguza moyo wa Mungu, ni wakati, wapendwa, waliambiwa ya kwamba wa stop. Hiyo ni akina Pilato wanatoa order ya kwamba waweze kustop kutumia jina la Yesu. Na hapo wakasema, aya, hapa sasa tumekwisha, wacha tusanyike na tuweze kuomba. Na hapa tunaweza ya kwamba waliweza kuomba, praise God. Na vile waliweza kuomba hadi wakatingiza nini? Dunia. Yeah, earth-shaking ilifanyika. The earth shook. Na hiyo maombi ambayo waliomba wakati walikuwa na shida hatari, sasa wasitumia jina la the word Jesus. Wasubiri kwa jina la Yesu.
walikuwa wananyamazishwa. Nitaanza tu kusoma verse 27. Maandiko nasema, indeed Herod and Pontius Pilate met together with the Gentiles and the people of Israel in this city to conspire against your holy servant Jesus, whom you anointed. They did what your power and will had decided beforehand should happen. Now, Lord, consider their threats, our naomba, and enable your servants to speak your word with great boldness. Is this an version? Amen? Amen. Pray God. Amen. Okay. Now, Lord, consider their threats and enable your servants to speak your word with great boldness. Stretch out your hand to heal and perform miraculous signs and wonders through the name of your holy servant Jesus. Na maandiko nasema verse 31. Verse 31. Maandiko nasema, after they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. Sasa hapa tunaona ya kwamba baada ya kunyamazishwa wasihubiri kwa kutangaza jina la Yesu, maandiko nasema waliweza kusanyika pamoja na waliweza kuomba. Na hii haikuwa tu maombi hivi hivi, kwa sababu ni order imetoka from above kwa wakubwa wa nchi. Msitumie jina la Yesu tena, msihubiri kwa hilo jina. Na walisanyika. The early church waliweza kusanyika na kuomba maombi ambapo maandiko nasema kwamba iliweza kutingiza dunia, kwa sababu maandiko nasema the place where they were meeting was shaken. Wapendwa, hii ndio maombi ambao naona ya kwamba waliomba ikatingiza nini? Dunia. Na ni wakati walikuwa kwa shida. Amen. Na pia vile vile tena mayapiri wanaomba. Na pia wakati waliomba, wapendwa, ni wakati sasa James ameuawa by the sword. James ameuawa. Na vile James, brother of John, ameuawa, sasa wanapanga kuua nani? Petro. Na wakamweka kwa jela. Baada ya kuweka kwa jela, wanangoja tu ipambazuke na asubuhi ifike tu hivi waweze kumua. Na the early church wakiona hivyo, wakaona ni hatari kubwa sana, wakasema hii sasa ni wakati ya kuomba. Na maandiko nasema katika Acts chapter 12, the Bible says, hapa pia tunaona waliweza, the Bible says, it was about this time that King Herod arrested some who belonged to the church, intending to persecute them. He had James, the brother of John, put to death with the sword. When he saw that this pleased the Jews, he proceeded to seize Peter. Also, this happened during the feast of unleavened bread. After arresting him, he put him in prison, handing him over to be guarded by 4 squad of 4 soldiers each. Herod intended to bring him out for public trial after the Passover. Then an angel said to him, put on your clothes and sandals. And Peter did so. Wrap your cloak around you and follow me, the angel told him. Hapo pia tunaona ya kwamba the early church, kwa sababu sasa James alikuwa ameshauawa, na sasa wanapanga kuua Petro. Sasa the early church wakaona hapa kuna hatari. Tusiposanyika tu na kuombe maombi ya kutingiza nchi, hapa tutawezwa, kwa sababu ni James kuuawa, ameuawa, na Peter ndio sasa Peter ndio next. Tunajua akishaua Petro, sasa itakuwa ni sisi. Sasa hapa kuna hatari. Wacha tuweze kutusanyike na tuombe. Na maandiko nasema hiyo siku waliweza kuomba mpaka malaika mwenyewe Mungu akamtuma akaja. Amen. Mpaka malaika mwenyewe, angels, Mungu aliweza kumtuma akashuka, akakuja kwa Petro, si kwa ndoto. Malaika mwenyewe akashuka
Wapendwa, nimekuja kukuambia kwamba kuna maombi ambayo unaweza omba ambayo inaitwa earth shaking prayers hadi malaika ashuke katika jina kuu la Yesu Kristo. Lakini tunaona ya kwamba hawa ni watu walikuwa wanaomba tu wakati wa hatari. Oh, amen. Walikuwa wanaomba wakati wa hatari kwa sababu hata ukiangalia mtu kama Ahab. Mtu kama Ahab baada ya kuua Naboth na Elijah kumwendea na kumwambia vile Mungu atamfanyia, pray God. Na kuona hayo yote vile Mungu atamfanyia ndipo vile atamuua, pray God. Alisema hapa kuna hatari. Hapa kuna hatari. Sasa ni mfalme. Hapa kuna hatari. Na maandiko yanasema Ahab alifanya nini? Ahab aliweza kuomba. Na mimi tu imagine Ahab anaomba, pray God. Naomba tu tusome nitaanza verse 18. Second King chapter 21 verse 18. Maandiko nasema, go down to meet Ahab, king of Israel, who ruled in Samaria. He is now in Naboth's vineyard, where he has gone to take possession of it. Say to him, this is what the Lord says, have you not murdered a man and seized his property? Then say to him, this is what the Lord says, in the place where dogs lick up Naboth's blood, dog will lick up your blood, yes, yours. Ahab said to Elijah, so you have found me, my enemy. How I have found you, he answered, because you have sold yourself to do evil in the eyes of the Lord. I am going to bring disaster on you. I will consume your descendants and cut off from Ahab every last male in Israel, slave or free. I will make your house like that of Jeroboam, son of Nebat, and that of Baasha, son of Ahijah, because you have provoked me to anger and have caused Israel to sin. And also concerning Jezebel, the Lord says, dog will devour Jezebel by the wall of Jezebel. Dogs will eat those belonging to Ahab who die in the city, and the birds of the air will feed on those who die in the country. There was never a man like Ahab. Nataka tumsikie hapa vizuri sana. There was never a man like Ahab who sold himself to do evil in the eyes of the Lord, urged on by Jezebel, his wife. He behaved in the vilest manner by going after idols like the Amorites, and Lord drove out before Israel. Haya, sasa Elijah ameenda kwa Ahab baada ya kuwa Naboth na kuchukua his vineyard, na sasa Elijah kaenda akamtangazia disaster ambayo itampata. Na vile aliona disaster vile namkuchia ni hatari sana, ni disaster mbaya sana. Maandiko nasema Ahab ambaye hakuna yule ambaye angefanya maovu kuliko yeye, akielekezwa na mke wake Jezebel, pray God. Maandiko nasema kwamba Ahab aliweza kunyenyekea na kuomba, na ikuwa tu maombi hivi hivi, kwa sababu maisha yake ndio inakuisha. Na aliomba na maombo yake iliweza kushake the earth, pray God. Iliweza kushake the earth, kwa sababu Mungu mwenyewe anashuhudia. Uombe hadi Mungu mwenyewe anashuhudia. Amen. Maandiko nasema ya kwamba when Ahab heard these words, he tore his clothes, put on sackcloth and fasted. He lay in sackcloth and went around meekly. Then the word of the Lord came to Elijah the Tishbite. Haya, ona vile Mungu anasema, have you noticed how Ahab has humbled himself before me? Mungu anasema, because he has humbled himself, I will not bring this disaster in his day, but I will bring it on his house in the days of his son. Amen. Sasa tunaona aliweza kunyenyekea sana mpaka Mungu disaster zote ambazo Mungu alikuwa anataka kumletea, Mungu akaweza kucancel. Wapendwa, hii si maombi ambayo unaomba tu hivi hivi. Hii ni maombi ambayo unaomba hadi ushake the earth, hadi dunia itingike. Amen. Amen. Mtu kama sasa, watu walikuwa wanaomba tu wakati wako kwa hatari, wakati wako kwa shida, wakati wamefika mwisho, wamegonga kwa ukuta, ndipo sasa wanaomba.
Mtu kama Jonah, mtu kama King of Nineveh, Jonah amemuendea akatangaza ya kwamba 40 days from now Nineveh will be no more. Hiyo ni Jonah chapter 3 verse 4. Amen. 40 days from now Nineveh will be no more. Nineveh ni kumalizwa, inamalizwa. Maandiko yanasema kwamba when the king of Nineveh had that message, king of Nineveh aliweza ku left his throne. He left his throne. Akavaa sackcloth. Akaweza kufast pamoja na mifugo. Mimi sielewi vile mifugo inaweza fast. Amen. Na wakaingia kwa prayer and fasting. Imagine king leaving his throne na kujoin wananchi kwa kufast. Na waliweza kuomba maombi hadi Mungu akasema ya kwamba I repent. Ile hatari ambayo alikuwa anataka kuleta kwa Nineve sitaleta. Amen. Yeah. Hao ni watu ambao waliweza kuomba maombi ambayo inatingiza nchi. Wapendwa. Lakini vile tumejifunza, tumeona ya kwamba watu walikuwa wanaomba tu wakati wamefinywa, wamefika mwisho, wakati wa hatari, wakati wa shida. But is that the will of God? Amen. Is that the will of God ya kwamba our earth shaking iwe tu wakati wa shida, wakati wa hatari, wakati tumelemewa? Kwa sababu tunaona katika Biblia, na vivyo hivyo hata sisi tuko. Hakuna siku tunaamka na tuombe wakati kumetulia, wakati kuko sawa. Sisi pia tunatulia. Amen. I want to tell you the will of God. Wapendwa. Wapendwa. Earth-shaking prayer is not just prayer. Kwa sababu earth-shaking prayer, hiyo maombi ambayo inatingiza dunia, ni maombi ambayo unaomba maombi ambayo unaomba mpaka unaguza moyo wa Mungu. Amen. Ukiomba uguze moyo wa Mungu, lazima earth shake. Ni kama earth inasema ya kwamba enyewe all things are well. Ni maombi imejibiwa. Amen. Hata dunia ina salute, ina shake kwa sababu Mungu amerespond. Mungu kwa sababu umeomba maombi ambayo imemguza. Ni maombi gani utaomba hadi iguze Mungu? Amen. Maombi ambayo utaomba hadi uguze Mungu, wapendwa, si maombi ambayo unaomba wakati uko na shida. Si mapenzi ya Mungu ya kwamba earth shaking prayer iwe tu wakati tuko na shida, wakati ni kubaya. Niruhusu niseme ya kwamba kuna tunaelewa about Jacob. Kwa sababu unajua wakati nataka tuelewe earth shaking prayer. Wakati nasema earth shaking prayer, usielewe tu ni maombi ya kutingiza dunia. Ni maombi ya kuguza moyo wa Mungu, na si wakati tu uko kwa shida, wakati kumetulia. Imetulia uko sawa, lakini unaomba maombi hadi inaguza moyo wa Mungu. Kwa sababu Mungu anataka maombi kama hayo, wapendwa. Inamaanisha earth shaking prayer, ili uombe maombi hadi dunia ishake. Inamaanisha Mungu amejibu akisema kwamba you got it. You got it. Kwa sababu unaomba according to his will, according to his plan, according to his purpose. Amen. Yeah. Hadi Mungu aseme you got it. Hivyo ndio natakanga watu wangu waombe. Wapendwa, nasema ya kwamba ukisoma kitabu cha Genesis chapter 32 verse 26 to 29, tunaona ya kwamba Jacob alingangana. Mtu alingangana na yeye usiku kucha. Amen. Amen. Thank you. Mtu alingangana na yeye usiku kucha. Vile mtu alingangana na yeye usiku kucha, kile ambacho ilifanyika ni ya kwamba, wapendwa, kwanza mtu alingangana na yeye hadi daybreak. Vile mtu alingangana na Yakobo, ikafika sasa inaenda kupambazuka.
Na huyu mtu akamwambia ya kwamba sasa nataka kuondoka, maanake kuna pambazuka. Na Yakobo akamwambia ya kwamba, wapendwa, ya kwamba sitoki hapa kabla hujanibariki. Usiponibariki siondoki hapa. Anamwambia huyo mtu. Wakati alimwambia huyo mtu akasema, wapendwa, ya kwamba akamuuliza, wewe ni nani? Akasema kwamba mimi ni Jacob. Wapendwa, ninafunza earth-shaking prayer ili isikuwe ya kwamba wakati unaenda kwa earth-shaking prayer ni wakati unaomba Mungu kumwambia Mungu niinue, Mungu nipatie pesa, Mungu nipatie kazi, Mungu amen, nifungulie malango, Mungu nibariki. Wapendwa, wakati alimwambia sitoki hapa kabla hujanibariki, alimwambia jina lako ni nani? Akasema mimi naitwa Jacob. Akasema sasa kama unaitwa Jacob, wewe unang'ang'ana tu na mimi usiku kucha ndiposa nikubariki. Uelewi ya kwamba hiyo utajiri ambao unapata, hata kama unatafuta hiyo ubaraka ambao unatafuta, nikikubariki vile ulivyo, hata mbinguni unaweza kosa. Amen. Kwani ujui ya kwamba jina Yakobo inamaanisha a deceiver? Na instead ya kung'ang'ania nikubariki, si ungesema tu, si ungekuwa umeng'ang'ania usiku kucha nibadilishe? Amen. Si jina lako Yakobo sinamaanisha a deceiver? Na ukiwa deceiver naweza kukukosesha kwenda mbinguni. Si kwanza utafute kubadilishwa kwanza, ya kwamba uweze kuwa transformed, na ndipo ukisha kuwa transformed, sasa hata nikikubariki inakuwa sawa, kwa sababu sasa unaweza enda mbinguni. Akamwambia, wapendwa, ya vile alimwambia nibariki, aliweza kusema ya kwamba wewe ni nani? Akasema mimi ni Yakobo. Alimwambia kuanzia leo you will be no longer be called Jacob but Israel. Kuanzia leo hautaitwa Yakobo, utaitwa Israeli. Inamaanisha ya kwamba alimwambia kuanzia leo nikukubadilisha, nimekubadilisha. Na hiyo ndio ungefaa uchukue usiku kucha, kung'ang'ana na mimi ya kwamba nikubadilishe kwanza, because the greatest need for a believer is transformation. Na ukishakuwa transformed, ukishakuwa renewed, ukishabadilishwa, sasa hata ukibarikiwa haina shida, kwa sababu bado utaenda sasa mbinguni. Oh my God. Amen. Yeah. Na maandiko tunaona ya kwamba baada ya kubadilishwa jina, baada ya kuwa transformed, sasa alibarikiwa. Aliweza kumbadilisha kwanza, ndipo akafanya nini? Akambariki. Na ndipo tunaona ya kwamba Jacobo baada fikiri, baada nauliza, na wewe je, wewe unaitwa nani? Anauliza Mungu, wewe unaitwa nani? Na Mungu anasema, kwa nini unataka kunijua jina langu? Hiyo si ya muhimu kwa sasa. Kwani mimi pia ni deceiver kama wewe? Siwe nimekuuliza unaitwa nani kwa sababu wewe ni deceiver. Ninakuwa nakuambia kwamba ungefaa badilishe kwanza, uteke kwa deception kwanza. Amen. Yeah. Wapendwa, nimekuja kukuambia katika jina kuu la Yesu Kristo ya kwamba earth-shaking prayer ni maombi ambao unaomba si kwa sababu kuna shida, si kwa sababu kuna hatari, lakini ni maombi ambao unaomba wakati kumetulia. You pray according to God's plan, according to God's purpose, according to God's will. Katika jina kuu la Yesu Kristo tunaona ya kwamba the early church, wapendwa, walikuwa kwa Antioch pale kule kanisa, na walikuwa kama 5 hivi. Na vile walikuwa 5 hivi, Mwafrika alikuwa moja kutoka pale huko Niger, black man alikuwa pale Antioch, alikuwa ameungana nao wanaomba. Na congregation ilikuwa tu pale, walikuwa tu wengi, lakini wakubwa walikuwa kama prophets na teachers, so walikuwa 5 hivi. Na they were interpreters of God's will and purpose.
Inamaanisha kwamba maombi ambayo walikuwa wanaomba pale, wapendwa, haikuwa maombi hivi hivi. Waliomba maombi ambayo iliweza kuguza moyo wa Mungu, because they prayed according to God's purpose, God's will and God's plan. Na si wote. Vile walikuwa pale watano, wawili ndio waliweza kuomba as shaking prayer hadi wakaguza bingu. Vile waliguza bingu, malaika akashuka, Holy Spirit akashuka, not angels, Holy Spirit, Roho Mtakatifu akashuka, akasema ya kwamba nimeshuka kwa ajili ya wawili hapa, na wawili ambao nimeshuka kwa ajili yao, mimi sasa nataka kuwaingiza kwa nafasi zao, kwa sababu naona ya kwamba yani waliweza kuomba maombi ambayo li shake the earth. They prayed maombi ambayo iliguza moyo wa Mungu, for they prayed according to God's will, plan and purpose concerning their life. Amen. Na waliweza kusema kwamba Acts chapter 13 verse 2. Waliweza kusema kwamba Roho Mtakatifu aliweza kusema kwamba separate for me Barnabas and Saul unto the work which I have called them. Yani nitengee Saulo na Barnabas kwa ile kazi ambayo wametengewa. Hiyo ni maombi ambayo waliweza Roho Mtakatifu alishuka, kwa sababu maombi ambayo waliomba, wapendwa, iliweza kutingiza dunia. Wapendwa, this is the will of God concerning our life, ya kwamba tuweze omba maombi ambayo itaguza moyo wa Mungu. Ndiposa unajua, ukiangalia kitabu cha Habakuk, tunajua maombi ya Habakuk chapter 3 verse 2. Pray God. Technicians, kama unaweza nitafutia. Amen. Habakuk chapter 3 verse 2. Habakuk aliweza kuomba. Sikiliza vile aliomba. Lord, I have heard of your fame. I stand in awe of your deeds. Oh Lord, renew them in our day. In our time, make them known. In wrath, remember mercy. Sasa unaona huyo Habakuk anaomba maombi, si ya kuitisha pesa, si ya kuitisha kazi, lakini anaona shauku na Mungu, na anataka nguvu za Mungu zifanye kazi tele. Matendo yake vile alitenda hapo awali, atende tena hata sasa. Amen. Hivyo ndio alikuwa na kiu na shauku na Mungu. Wapendwa, nimekuja kukuambia katika jina la Yesu Kristo ya kwamba Mungu anaangalia wale ambao wataomba maombi ya earth-shaking, na si kwa sababu wako kwa shida, si kwa sababu wako kwa hatari, lakini wale ambao watakuwa wameweka chakula kwa fridge imejaa pale, lakini bado waondoke in their comfort zone na wafunge, kwa sababu wako na burden ya nation, ya familia, ya jamii, na waweze kuomba in the name of Jesus, maombi ambayo inatingiza inchi in the name of Jesus. Tunaona mtu kama Nehemiah chapter 1 verse 1 to 11. Tunaona ya kwamba Nehemiah, he was a cupbearer to the king, he was next to the king. Yeye ndiye alikuwa anaonja chakula cha mfalme, lakini wakati alisikia kuna shida, oh my God, kwa wana wa Israeli, aliweza kusimama katika pengo na kuwaombea. Wakati alisikia kwamba ukuta wa Jericho iliyobomoka, aliweza kuomba, na vile aliweza kuomba hadi Mungu aliweza kusikia. Tunaona mtu kama Daudi, Mungu alikuwa amembariki akawa mfalme, lakini bado aliweza kuomba maombi, aliweza kuomba according to God's will, God's purpose, God's plan. Aliweza kuguza moyo wa Mungu. Wacha tu nisome hii nikimaliza katika jina la Yesu Kristo. Psalms 132, naomba tu tusome. Nani amepata katika jina la Yesu Kristo?
Psalms 133. Oh Lord, remember David and all the hardship he endured. He swore an oath to the Lord and made a vow to the mighty one of Israel, Jacob. I will not enter my house or go to my bed. I will allow no sleeper to my eyes, no slumber to my eyelid, till I find a place for the Lord, dwelling for the mighty one of Israel. Because wapendwa, tunaelewa kwamba the actor of the covenant was neglected in the time of Saul, lakini wakati Daudi yeye alifanyika mfalme, alisema ya kwamba kitu ya kwanza ambayo anataka kufanya ni kuhakikisha ya kwamba sanduku la ngano ambayo ilikuwa imepotea wakati wa Saulo, ambayo ilikuwa imeachiliwa, imerudi. Akasema ya kwamba hata kulala talala, hata pumzika mpaka rejeshe sanduku la Bwana, sanduku la ngano. Wapendwa, watu wa Mungu waliweza kuomba maombi ambayo iliweza kutingiza nchi in the name of Jesus, and some of them the early church, kwa sababu waliweza kuomba in the name of Jesus, they were able even to turn the world upside down. After chapter 17 verse 6, they were able to turn the world upside down in their time in the name of Jesus. Meka hata baganda bashanda kila baganda baboshirianda Jehova ramasikara baboshi. Oh my God, nimekuja kukuambia ya kwamba hata wewe unaweza omba maombi hadi utingize dunia. Unaweza omba maombi hadi uweze kuturn the world upside down in the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Imagine if they were able to turn the world upside down. Turning the world upside down. Amen. Hiyo ni maombi ya aina gani walikuwa au hawakuwa mchezo, wapendwa. Lakini kile ambacho tungefaa tujue ya kwamba ukitaka, wapendwa, wacha nikuambie siri. Ukitaka Mungu akutendee, wapendwa, lazima uombe maombi ya kutingiza